tuendelee kutenda dhambi ili neema ipate kuongezeka? La hasha. Sisi tulioifia dhambi, tutawezaje kuendelea kuishi tena katika dhambi? Au hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uzima. Kwa maana ikiwa tumeungana naye katika mauti yake, bila shaka tutaungana naye katika ufufuo wake. Amen. Key verse nataka tumilie hapo ni kutoka verse 3 to 5. Wajua kakangu, dadangu, kuna wale watu ambao wanadharau kanisa. Kuna watu ambao wanadharau Biblia, si ndio? Ni wengine wanasema ni kwa sababu wao ni wasomi. Wengine hata hawajai soma Biblia, wanaidharau tu. Hawajai chukua muda wao. Ni wavivu wa kuchambua Biblia. Anaichukia tu kwa sababu anaichukia. Ama ni kwa sababu pengine kwa sababu anachukia wazo la kufikiria kwamba kuna Mungu juu yake, kwamba anamuumba ambaye amemuumba. Haimfurahishi maneno kama hayo. Lakini hii dunia, upende Biblia usipende, kama binadamu vile ambavyo tuko, hata nisiseme asili yetu jinsi tulivyo, lazima uwe na msimamo. Lazima uwe na msimamo wa kuelewa dunia. Lazima uwe na msimamo wa kuelewa tabia za ndugu yako na dada yako. Lazima uwe na msimamo wa kuelewa jinsi dunia inaendelea. Wanielewa? Kwa hivyo kama haupendi Biblia, kama haupendi neno la Mungu, msimamo wako unaelekezwa na mambo mengine. Kweli si kweli? Ni kweli. Hauwezi kuwa hauna msimamo wowote. Hauwezi kuwa unatembea kabila rasa. Lazima uwe na kitu ambacho kinaongoza maamuzi yako. Lazima uwe na kitu ambacho kinaongoza mawazo yako. Ndio ukijipata katika hali ambayo inakulazimisha kufanya hii decision ama hii decision, unachagua nitafanya hivi kwa sababu nitapata pesa. Nitafanya hivi kwa sababu ninataka kufurahisha huyu rafiki yangu. Nitafanya hivi kwa sababu ninataka kufurahisha huyu bosi wangu. Wanielewa? Kuna jambo ambalo linaongoza maamuzi yako. Upende usipende. Hiyo ni asili yetu kama binadamu. Na Biblia ukiichambua kile kitu ambacho kinafanya, ngoja tusikie kabisa. Biblia kile kitu ambacho kinafanya ni kinakupea msimamo mpya, msimamo mwingine. Kuna a viewpoint of life given to you by the Bible. Wanielewa? There's a viewpoint. Kuna njia ambayo Biblia inakupea glasses za kuvaa, miwani ya kuvaa, ili uone dunia in a different lens. Wanielewa? Wanipata? Dunia wamekupea viewpoint nyingi sana, na umezijaribu na umeziona kwamba hazitulizi moyo wako. Umeziona kwamba hazitoshelezi ile tamaa ambayo iko ndani ya moyo wako. Kama dunia inakutosheleza, basi nakwambia hata nikuhubirie Biblia asubuhi hadi jioni, nitakuwa nafanya kazi bure. Yule ambaye anakuja kwa Yesu, Yesu mwenyewe amesema, yule ambaye ana kiu. Yule ambaye ana kiu, ndio anakuja kwa huyu Yesu. Ndio anakuja kupata huu msimamo ambao tunafunza. Na msimamo wa huu Biblia tunaifunza kila wiki kwa njia tofauti.
tunaifunza kila wiki from different viewpoints. Tumeiweka njia moja. Hii Biblia imegawanya dunia kwa watu aina mbili, wale wanaoamini na wale ambao hawaamini. Full stop. Hiyo ndio msimamo wa Biblia, hiyo ndio viewpoint ya Biblia. Imegawanya watu katika dunia katika aina mbili, wale wanaoamini na wale wanaoamini ni wale wanaoamini nani? Yesu Kristo. Hakuna wale ambao wanasema huyu anamjua Mungu, anaendanga kuswali mara 5 kila siku, huwa anafunga, lakini hamwamini Yesu, bado atamwona Mungu. Hiyo si viewpoint ya Biblia. Hiyo ni viewpoint yako wewe mwenyewe unajijengea kwa akili yako. Hiyo ni wewe umetengeneza. Hiyo ni yako. Ya Biblia ni either unaamini Yesu Kristo au la. Full stop. Hakuna ati huyu anakuanga muhindi mzuri, huyu anapenda watu, huyu anapeananga chakula kwa watu wasiojiweza, huyu anakuanga mtu mzuri. Hata kama anakuanga amefanya nini, mimi najua roho. Hata kama yeye si Mkristo, ninajua roho yake. Mimi najua yeye ni mtu mzuri kwa roho yake ni mzuri. Is a believer or not? Full stop. That is the viewpoint of the Bible. Hiyo ambayo unaeleza ni viewpoint yako. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako ambayo mmetengeneza na watu wa dunia. Hiyo ni yenu. Ukishamalizana na yako, fuata hiyo yako. Lakini ukitaka sasa kuja kwa Biblia, unakuja Biblia inakwambia ni mbili. Na hii ndio viewpoint ya Biblia. Either unamwamini Yesu au la. Full stop. Na yule ambaye wanamwamini Yesu ndio nimekuja kueleza hapa leo. Nataka tuone kwamba Ukristo, na hii nishahubiri siku nyingine, Ukristo ni ushirika na Yesu. Ukristo ni nini? Ushirika. Ukristo ni ushirika na Yesu. Ushirika, muungano. Ukristo ni muungano na Yesu Kristo. It is a union. Do you know what union means? You are what? United. Umeingiana hivi. Hiyo ndio Ukristo. Ukristo ni muungano na Yesu. Hapa Paulo ametoka kutufunza mambo mengi. Hii ukisoma hii barua ya Warumi, inafuata logic. Tulikuwa tunachambua hapa na Wambua akasema, twende kwingine. Ni barua ni ngumu kidogo, lakini ukifuata ni barua ambayo inakufunua vizuri kuelewa wokovu wetu ulio katika Yesu Kristo. Na anaeleza, baada ya kueleza yale mambo ambayo anaeleza hapa chapter 5, ametoka kueleza kuhusu asili ya neema na jinsi ambavyo amefunza. Huyu Paulo utaona anafunza mambo kiskola, anajadiliana kiskola. Kwa hivyo akikupea viewpoint fulani, anafikiria yale mambo ambayo mtu anaweza kuungana naye. Unaelewa? Kwa hivyo anasema mtu mmoja anaweza niambia hivi, kwa sababu ametoka kufunza kwamba vile dhambi ilizidi ndio neema kutoka Bwana ilifanya nini? Ilizidi. Hapo ndio alikuwa amefika ukisoma chapter 5. Anasema vile dhambi ilizidi sana ndio neema ya Bwana ikazidi sana, neema ikashinda. Kwa hivyo anaanza swali kwa kuuliza, kwa hivyo basi kama dhambi kuongezeka inaongeza neema, basi tufanye nini? Mtu anaweza kuja niambie nini? Tufanye dhambi ndio neema hii. Kuna mtu ambaye ndio nakwambia, ukitaka kujua mtu ambaye anafunza injili ya kweli, lazima iingize maswali kama haya kwa kichwa chako. Huyu jamaa Einstein ananiambia ninaweza ishi maisha ya dhambi kwa sababu
neema imeishinda. Kwa hivyo hiyo ni swali ya mtu ambaye anapingana, ndio anajibu akisema la hasha. Na hiyo ndio kitu nataka tusikie leo. Anasema la hasha, sisi ambao tumekufa kwa dhambi tutaendeleaje kuishi katika dhambi? Alafu anauliza swali, jinsi ambavyo anauliza hii swali, anaiuliza kwa namna ambayo ana assume unajua, ana assume ni basic doctrine. Kwani don't you know? Kwani hamjui? Yani hata kwani lazima niwakumbushe kitu kama hii? Hiyo ndio kitu anasema. Kwani hamjui tulipobatizwa katika Yesu tulibatizwa katika kifo chake? Nikiuliza kwani hujui? Watu wakisoma hii passage mara mingi sana wanabebwa na hiyo neno ubatizo. Wanabebwa na hiyo neno ubatizo. Inakuwa sasa the chapter is talking about baptism in itself. Ile ubatizo ya maji. Ile ambayo tuwafanya wakati tumeona mtu ana neema ndani yake, tunambatiza kwa maji. Lakini si hiyo ambayo anaongelea hapa. Yale mafunzo ya ubatizo katika barua hizi nyaraka, mafunzo ya ubatizo katika hizi nyaraka huwa zinaashiria hivi kama zinaashiria ushirikiano. Zinaashiria nini? Muungano, ushirikiano, muungano. Wanielewa? Wacha niwasomee kama 2-3. Iko kama ya 5-6. Wale wana Biblia mfungue Wakorintho wa kwanza mlango wa 12. Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 12. Nitasoma mstari wa 12 na 13. Nitasoma mstari wa 12 na 13. Hapa Paulo anaongea vile ambavyo sisi wa Kristo tumekuwa mwili mmoja katika Yesu Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 13. Anasema hivi, kama hujapata sikiliza tu. Kama vile mwili ulivyo mmoja, nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili ingawa ni vingi ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja wote tulibatizwa katika mwili mmoja. Kama ni Wayahudi au Wayunani, kama ni watumwa au watu huru, nasi sote tulinyweshwa roho moja. Anasema by one spirit we have all been baptized into one body. Hili kitu kimefanyika kwa kila Mkristo. Ni Mkristo. Huyo ndio Mkristo. Mkristo ni yule ambaye amebatizwa na huyu roho katika amekuwa katika mwili mmoja wa nani? Wa Yesu Kristo. We have been united by this spirit, by this one spirit into Christ. Hili kitu imekufanyikia kama wewe ni Mkristo. Ukisongesha page moja nyuma, just one page behind. Hiyo 1 Corinthians 2:2. Usonge one page behind. Tusome hiyo 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2. Nikisoma hiyo 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2. This is what I read. Ndugu zangu, sitaki mkose kufahamu ukweli huu kwamba baba zetu walikuwa wote chini ya wingu na kwamba wote walipita katikati ya bahari. Wote wakabatizwa kuwa wa Mose ndani ya lile wingu na ndani ya ile bahari. Kile kitu ambayo anaenda kufunza hapa
ni kuonyesha kwamba hawa watu wa Israeli waliunganishwa wakawa kitu kimoja, lakini kuna wengine bado walifanya nini? Walianguka pale jangwani. Unaona vile ambavyo ametumia neno kubatizwa hapa. Amesemwa ndani ya lile wingu na ndani ya lile bahari wote walibatizwa ndani ya nani? Musa. Walibatizwa kuwa wa Musa. Hiyo ni kumaanisha nini? Anajaribu kumaanisha nini? Ukisoma hiyo passage utaelewa anasema nini. Anamaanisha waliunganishwa na nani? Na Musa. Musa akawa kama representative kwao. Any kitu chochote ambacho kita interest huyu Musa, kitawa interest wao pia. They were all baptized into Moses. Umeona vile ambavyo ametumia Paulo hii neno. They were baptized into Moses. Mimi ukisoma tu hiyo context venye anaelewa. Hapo anaendelea kusema wakakunywa roho moja, wakakunywa maji moja ambayo ni Yesu Kristo. Unaona kitu ambacho anaonyesha? They were all put under who? Moses. Kwa hivyo ndio ameitumia hapa. Kwa sababu kile kitu ambacho amesema hapa, kwa hiyo hajasema ile ambayo tunafanya kwa maji. Ile ambayo tunafanya kwa maji huwa tunasema ni ishara, ni symbol. Inaashiria kitu ambacho kimefanyika, kimetimizwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio ametimiza. Roho Mtakatifu ndio amefanya ukweli. Sisi tukiifanya kwa maji tunaashiria kwa nje. We are symbolizing it. Mnanielewa? Tunaonyesha kwa nje ambacho kimetimizwa kwa ndani na nani? Na Roho Mtakatifu. Ni kitu kimefanyika kwa kila Mkristo, kwa sababu unaona ile ambayo anasema kwa hiyo Warumi 6. Anasema kwa hiyo tulizikwa pamoja naye, chapter 6 verse 4. Kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti. Yani it is by baptism itself that we were buried with Christ. Tuko pamoja hadi hapo? Nataka tuelewe haya mafunzo matamu sana ukiyashika. Kwa hivyo kitu ambacho anataka tuelewe ni kwamba tumeunganishwa na nani? Tumeunganishwa na nani? Kama wewe ni Mkristo, umeunganishwa kupitia Roho Mtakatifu na nani? Kwa Yesu Kristo. Kama haujaunganishwa na Yesu Kristo, hiyo ni kumaanisha nini? Hiyo ni kumaanisha nini? Hiyo ni kumaanisha nini? Sema kwa sauti. Haujaokoka, wewe si Mkristo. Kama haujaunganishwa na Yesu Kristo, you are not a Christian. Full stop. Unafikiri kuwa Mkristo ni kitu hivi venye watu wanaifanya siku? Kuwa Mkristo si kitu hivi kakangu. Unaona kitu ambacho inamaanisha kuwa Mkristo ni nini? You have been united. Umeunganishwa. Nimesema Ukristo ni ushirika na Yesu Kristo. Ukristo ni muungano na Yesu Kristo. You have become one. In a very real sense. In a very real sense. Si picha. Si picha. Roho Mtakatifu mwenyewe amefanya hii. Fungua wa Efeso. Ephesians chapter 1. Kwa mbele huko. Ephesians chapter 1. Chapter 1. Hata nisome na hizi hapa. Ephesians chapter 1 and verse 13.
Ephesians chapter 1 and verse 13 inasema hivi: nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Na nina struggle kupata good translation ya Kiswahili, ndio maana nimeachana na Biblia yangu nikaomba ya mzee. Wacha niwasomee hii translation hii hapa. Ninyi pia mliingia ndani ya Yesu Kristo mliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu. Mkisha kuamini, ndani yake mlitiwa muhuri, yani Roho Mtakatifu mliyeahidiwa. I think the best translation I found is the English one. English one, the ESV. Inasema hivi: in him you also, yani in Jesus Christ, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, was sealed with the promised Holy Spirit. Yani, ile siku ulisikia injili ya Yesu Kristo na ukaamini, kitu ambacho kilikuwa kinafanyika ni uliingizwa ndani ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, na akafanya nini? Akakuseal. You are united with Jesus Christ and sealed with the promised Holy Spirit. Na anaendelea kusema, who is the assurance, who is the guarantee, ambaye ndio hakikisho ya wokovu wenu kwamba mtafika mwisho. Hiyo ilifanyika ile siku mliamini. Na hiyo ni kama uliamini ya kweli. Kwa hivyo kukuwa Mkristo, my friend, nataka uone si kitu cha hivi. Ni kumaanisha umefanyiwa nini? Ulipomwamini Yesu, kitu ambacho kilikuwa kinafanyika katika roho, ni Roho Mtakatifu alikuwa anakufanya nini? Anakuingiza ndani ya Yesu. You are being engrafted into the vine. Sasa wewe na Yesu ni nini? Kitu kimoja. Ulibatizwa ndani ya Yesu Kristo. Merudi Romans chapter 6. Muona picha ambayo anatujengea pale. Anatuuliza, ala, hamtambui? Hao wenye wanafikiria tunaweza ishi katika dhambi kama Mkristo. Anakwambia, hamtambui sisi sote tuliobatizwa ndani ya Yesu Kristo tulibatizwa katika kifo chake. Ulikufa na Roho Mtakatifu alikuunganisha na Yesu Kristo katika nini? Kifo chake. Alikuunganisha na Yesu katika kifo chake. Ndio maana kifo cha Yesu ni nani alikufa pale? Ni wewe. Kama umemwamini Yesu, umeunganishwa na Yesu kabisa kabisa, hadi kama kwamba kufa kwake kulikuwa kufa kwako. Ni wewe ndio ulikuwa unakufa pale. Tumesema hapa mara mingi, Yesu Kristo hakuwa na dhambi. Alikuwa na dhambi? La hasha, hakuwa na dhambi. Kwa hivyo nini ilimfanya afe? Dhambi zako. Dhambi zako zitafanyaje Yesu afe? Dhambi zako zitamfanyaje Yesu afe? Na ni zako. Kama ni zako, si wewe ndio unafaa kufa. Wanielewa? Kama ni zako, si wewe unafaa kufa. Kama ni zako, nani anafaa kufa? Ni wewe. Basi mbona Yesu anakufa kwa ajili ya dhambi zako? Ilihitaji ile damu ambayo iko. Ndio nakuuliza, Yesu anakufa aje kwa ajili ya dhambi ambayo si yake? Kifo inammeza aje kwa ajili ya dhambi yenye si yake? Kitu jibu nataka unijibu kulingana na ile ambayo ninahubiri. Na wacha nikwambie hili ndio ni nini? Mmefanya nini?
Muunganishwa. Hadi dhambi yako inakuwa sasa ni kama ni yake. Yani ni muungano legit kabisa hadi ikamuua. Hadi Mungu akihukumu dhambi yako ni kitu cha ukweli anafanya. Ni dhambi yako anahukumu pale msalabani. Hivyo ndo mko united kabisa hadi Mungu akimhukumu. It is real. It is a real union. Sisi kama mnanielewa? Sisi kama mnanipata? Angekufaje? Hadi hiyo dhambi iwe ni kama ni yake. Ameichukua. Sasa yeye akikufa ni kama ni nani amekufa? Ni wewe. Picha nyingi sana za hii muungano zimetumiwa pale katika hii Agano Jipya. A very nice one. Ile ya kufunza wanaume na kupenda wake wao. Ephesians chapter 6. Hii hatutasoma hapa kwa marefu. Ephesians chapter 6. Nachukua ni chapter 6 ama 5. Moja hapo. Hii ya kutufunza husbands love your wife as Christ loved the church. Yani inajenga picha ya kwamba ndoa ni picha ya nani? Ya Kristo na nani? Na kanisa. Kanisa lake. Jinsi yani ndoa ina exist kukuonyesha ule ushirikiano ambayo uko katika Yesu na kanisa lake. Kama kwamba Yesu akajitolea kwa ajili ya dhambi za mke wake. Unaelewa? Ili mke wake asiwe na chochote, amechukua deni ya his wife. Ule ushirikiano ambao uko kati ya mume na mke wake. To the adults in the room. You understand what I'm talking about? Ile ushirikiano iko kati ya mume na mke imejengwa ili upate kuelewa ushirikiano kati ya nani? Yesu na kanisa lake. You have become one. That is the purpose. Hiyo ni picha yake. Ndio maana Wakristo wakianza kuacha mpenzi wao, waanze kupotea kwenda kwa watu wengine, wanaitwa aje? Mungu anawaita aje? Wazinzi. God calls sinners, Christians who fall back, he calls them what? Adulterers. Yani wake ambao wameachana na bwana yao. Wameacha kufurahia raha za bwana wake. Sasa anataka kutafuta raha kwingine. Hata kwenda kutafuta raha kujiuza kama malaya kwa pesa na kwa umashuhuri. Ameacha kupata raha za mume wake ambaye amejitolea kwa ajili yake. Ndoa ina exist kuonyesha huu ushirikiano. Kwa hivyo nimesema tena, Ukristo ni ushirika na Yesu Kristo. Ukristo ni muungano na Yesu Kristo. Wale vile ambavyo ndoa iliwekwa, Mungu alisema let the two become one flesh. Let the two become one flesh. Hiyo ndio kitu imefanyika kati ya Mkristo na Yesu Kristo. Mungu amesimama kati ya Yesu Kristo na wewe, na amesema let the two become one flesh. You and Jesus Christ have become one flesh. Hiyo ndio inamaanisha kukuwa Mkristo. Hiyo ndio maana ya kukuwa Mkristo.
Unaona utukufu wa maneno haya? Unaona utukufu wa maneno haya? Sijui kama unaona utukufu wa maneno haya. Maneno matukufu sana haya. Hiyo ni kumaanisha kila kitu ambacho kimemfanyikia Yesu Kristo kimetufanyikia sisi. Kila kitu, maisha yake mazuri yanahesabiwa ni kama yalikuwa yangu. Dhambi yangu yote inahesabiwa ni kama ni yake. Ndio maana alikufa. Si alikufa kwa ajili yangu. Yeah. Amekufa. Kifo chake kinahesabiwa kama ni changu. Kwa hivyo ndio maana Mkristo anaambiwa kifo hakina uchungu juu yako. Mkristo hata hiyo ndio uchungu wake. Kwa sababu gani? Kwa nini Mkristo hata hiyo ndio uchungu wa kifo? Uchungu wa kifo ni dhambi. Si ndio? Hivyo ndio Paulo anaeleza uchungu wa kifo ni dhambi. Na Yesu ashafanya nini? Ashabeba. Ile sababu Mkristo hata onje uchungu wa kifo ni kwa sababu Yesu Kristo ashaonja ile uchungu na ameimaliza, ameshinda kabisa. Hata mimi nikikufa najua sikufi ati kwa sababu ya dhambi yangu. Ama ni kama ni laana. Hakuna laana juu yangu. Laana yangu yote ilikuisha wapi? Msalabani. Sababu nimefanywa nini? Nimeunganishwa na Yesu Kristo. We are one. I am one with him. Kwa hivyo Yesu akikufa, nani alikuwa anakufa? Hata mimi nilikufa pale. Mimi nilizikwa na Joseph of Arimathea. Na niliamka siku ya 3 nikasalimia Mary Magdalene. Alipofufuka ni nani alifufuka? Ni wewe ulifufuka ndani yake. That is how real the connection is. Hivyo ndo Paulo anaeleza hata katika Waefeso wa kwanza, anaenda kusema hadi kwamba Yesu amepaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, hata nyinyi mko wapi? Mko hapo. Imefika kiwango cha kwamba Yesu kututetea pale mbinguni, kwa sababu inasemekana that he is our intercessor. He is interceding for us. Anaendeleza ile kazi ambayo alifanya pale. Si ndio? Yaani Yesu kukutetea pale mbinguni si lazima aongee. Hata yeye kuketi tu pale, hata tu kuingia mbinguni kwake ashakutetea. Yaani just by him doing what? Stepping in heaven. He's interceding for you. Just by that foot being in heaven. That is how real the union is. He doesn't even need to say a word. Hata hahitaji kusema maneno. Yeye tu kukua tu pale. Kuonekana tu pale. Ni wewe anasema. Usikuwe distracted. Sikizeni kwa makini. Tunaushirika na yeye katika kufa kwake, kuzikwa, kufufuka, kupaa. Na ndio maana tunatarajia kumuona katika utukufu wake. Kwa sababu tukimuona jinsi alivyo, hata sisi tutakuwa kama yeye. Tutakuwa kama yeye. Tutamuona katika utakatifu wake. Na katika kumuona katika utakatifu wake, tutakuwa kama yeye. Na hiyo inafanyika hadi leo kwa yule yoyote ambaye amebatizwa ndani ya Yesu Kristo.
tunapozidi kumjua katika utakatifu wake, tunapozidi kumjua katika nguvu zake, tunapozidi kumtazama huyu Roho anatugeuza, tunakuwa kama ambacho tunafanya nini? Tunachoangalia. Kwa sababu sisi tumeunganishwa na yeye. Kwa huyu Roho tumeunganishwa na yeye. Kwa hivyo huyu Roho ndio anazidi kutugeuza tuwe kama yeye. Kwa hivyo vile vile tu ambavyo chochote ambacho kinatufanyikia sisi kimemfanyikia yeye, kinatufanyikia sisi, kinahesabiwa kama ni chetu. Vivyo hivyo chochote kinachofanyikia Mkristo kinahesabiwa ni kama kimefanyiwa kwa nani? Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Chochote kinachofanyika kwa Mkristo kinahesabiwa ni kama kwamba kimefanyiwa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Utulivu. Utulivu and order and respect. Heshima. Kuna mahali ambapo Paulo pale 1 Corinthians chapter 8 anafunza, ni refu sitaisoma sana. Anafunza kuhusu tabia yetu kwa Wakristo wengine. Anasema kuna mambo unaweza fanya umfanye Mkristo mwenzako ajikwae. Kuna mambo unaweza fanya ufanye Mkristo mwenzako aanguke. Anasema ukifanya hivyo utakuwa umemkosea nani? Yesu. Anasema katika wewe kumfanya ndugu yako aanguke, umemkosea nani? Ni kama umemkosea Yesu. Kwa sababu anasema Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya huyo ndugu yako. Na sasa unafanya ndugu yako aanguke. Kwa hivyo umemkosea yule ambaye alimfia. Yesu Kristo pia mwenyewe anasema, akituma hawa watu wake, anasema hakuna yeyote atampea hata mtu kikombe ya maji kwa sababu ni mtoto wangu, atakosa reward yake. You will receive your reward for treating the child of God with respect because he is a child of God. Sababu hiyo deni ni nani ameichukua? Mungu. Ni mtoto wake. Na hata pale kwa hukumu anasema, akienda kuhukumu watu anasema, nitawaambia nyinyi ndio mkujeni kwangu, ikikuwa na njaa mnilisha, ikikuwa sina nguo mnivisha. Alafu wale kondoo wanamuuliza, Bwana, siku gani tulikuona ukiwa na njaa tukakulisha? Siku gani tulikuona ukiwa na nguo hauna nguo tukakuvisha? Siku gani tulikuona sijui uko mgonjwa tukakutembelea? Kitu kama hiyo. Yesu anamwambia aje? Anamwambia, wakati ulifanya hiyo maneno to the least of my brothers, the least of my brothers, you did it unto me. Wakati ulifanya hiyo maneno kwa yule, yani Yesu hutuita ndugu zake, ametufanya tuwe ndugu zake. He has made us his brother. The one who has done anything to the least, yani yule mwenye anachunga mlango kwa nyumba ya Bwana, the least of the brothers, even that one Jesus considers it as
being done to himself. Yani ndio maana Daudi anasema afadhali nichunge mlango katika nyumba ya Bwana kuliko nikuwe mfalme kwa hekalu ya the wicked. I would rather be a doorkeeper in the house of God. Amen. Nasema tusichanganyike. Keep your focus. Keep your focus. Sikiliza maneno haya na uyawaze. Maneno matamu sana haya. Maneno deep sana. Kwa hivyo tutafanyaje ndugu yangu? Kama tumeunganishwa na Yesu namna hii, kama tumeunganishwa na Yesu namna hii, basi inatupasa tuishi maisha jinsi gani? Njia moja inaonekana hapa tu katika hii Romans chapter 6. Anasema, kwa maana ikiwa tumeungana naye, verse 5, ikiwa tumeungana naye katika mauti yake, bila shaka tumeungana naye katika ufufuo wake. Taruka hiyo yote, nisome verse 8. Verse 8 inasema, basi ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye. Alafu verse 11, vivyo hivyo jihesabuni wafu katika dhambi, lakini mlio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na kufa, ili kuwafanya mzitii tamaa mbaya. Kama tumeunganishwa na Yesu Kristo katika kifo chake, tumekufa naye na tumefufuka naye. Hiyo ni kumaanisha dhambi haina nguvu juu yetu. Wanielewa? Sababu tushaishinda katika Kristo Yesu. Tulikufa kwa sababu ya dhambi, na sasa tumeshinda hiyo dhambi katika Kristo Yesu. Kwa hivyo kama nimeshinda dhambi katika Kristo Yesu, basi ninajihesabu kama mtu tayari ambaye nimefanya nini? Nimeshinda dhambi. Najihesabu kama mtu ambaye tayari nimekufa kwa dhambi. I am dead to sin in Christ Jesus. Mnaelewa? Ndio maana nakwambia jihesabu kama yule ambaye amekufa kwa dhambi. Remember that. Count yourself dead to sin. And if you count yourself dead to sin, basi usipeane mwili wako kwa tamaa za dhambi. Sababu utafanya nini? Ushazishinda. Hivi ndio Paulo anasema msikubali dhambi ikutawale, kwa sababu dhambi haitakutawala. Hiyo ndio logic ya Kristo. Anakuambia wewe usikubali dhambi kutawale. Usikubali dhambi kutawale. Usikubali kutii dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu haitakutawala. It will not. Kama uko ndani ya Yesu Kristo, ushashinda na umefufuka. It will not. It is not possible. Kama dhambi inakushinda na inakushinda zaidi, unaonyesha kwamba hauko ndani ya Yesu. It will not. It will not. For sure it will not, because ushashinda, ushafufuka. Si Kristo alifufuka? Hii ni kitu cha ukweli kilifanyika. Yesu Kristo alitembea dunia, akasulubishwa na Warumi na Wayahudi, ni kitu ilifanyika. It is a historical fact that the man Christ Jesus was crucified and he died. Na akafanya nini? Na akatoka pale na hata haikufa tena. Kuna mtu ametoka kaburini na hata hairudi tena pale. Imagine kuna mtu amekufa na akatoka pale na hata haikufa tena. Si kama Lazarus mwenye alikufa na ako pale kaburini anaoza saa hii. Alifufuka na sasa yako mbinguni anaketi. A man like you. A man.
resurrected from the dead, na uko ndani ya huyo mtu, mmeshirikiana na yeye, yeye ni kama mume wako, yeye ni kama nyinyi ni mwili mmoja, umebatizwa ndani yake kwa Roho Mtakatifu, you are one with him. Kwa hivyo wewe umeshinda dhambi. Count yourself as a man who has defeated death. Umeshinda dhambi. Umeshinda aje dhambi? Yesu alifufuka, si wewe. Tazama kazi aliyokufanyia. You will not be defeated by sin. Therefore, do not allow it to defeat you. Unajua watu wa dunia wana logic ya mwanadamu. Logic ya mwanadamu ni wewe pigana ushinde dhambi, si ndio? Pigana ushinde dhambi, ukishinda utaenda jehanamu. Hiyo ni habari nzuri kweli kwa mtu mwenye anapigana na dhambi. Hiyo ni habari nzuri. Habari nzuri kwa mtu, nakwambia habari njema. Ndio maana inaitwa Injili. Injili ni habari nzuri. Habari nzuri ni number 1, na kuanzia na tayari nini ushafanyika? Ushashinda. Ulipomwamini Yesu, jinsi ambavyo ameandika kwa Efeso, Roho Mtakatifu alikuwa amefanya nini? Amekuingiza ndani ya Yesu Kristo na akakutia muhuri. Aliseal. It has been sealed. You have been sealed in Christ Jesus. And that is the assurance of your salvation. Kwa hivyo ushashinda dhambi. Hiyo ndio habari nzuri. Umeshinda dhambi. Ulikufa kwa sababu ya dhambi zako ndani ya Yesu Kristo, na ukakufa. Hizo dhambi zilikumaliza. Hukumu ya Mungu ya kifo ilitimizika. Lakini shukuru Mungu, haukukufa ndani ya mwili wako. Ulikufa ndani ya mwili wa mwana wa Mungu ambaye alishinda dhambi, alishinda kifo, akafufuka. Kwa hivyo wewe ndani yake ulifanya nini? Ulifufuka pamoja na yeye. Kwa hivyo umeshinda dhambi. Umeshinda kifo. Hiyo ndio starting point to a believer. You have defeated sin in Christ Jesus. Therefore, do not allow it to defeat you. Umeshinda hizo tamaa zako. Kwa hivyo usikubali zikufanye nini? Zikushinde. Vile Petro anaisema ni thibitisha wokovu wako. Thibitisha uteule wako. Thibitisha kuitwa kwako. Kwa kufanya nini? Kwa kupigana na hizo dhambi na kushinda. Kama uko ndani ya Yesu Kristo, inasemekana tuko na kila kitu. Mungu ametupea kila kitu ambacho tunahitaji ndani ya Yesu Kristo kushinda na hizo dhambi. He has given us everything, everything, everything we need to fight sin. We have been given in Christ. Na ameprove kwamba itafanya kazi kwa kufanya nini? Kwa kufufuka kutoka kwa wafu. Katika kufufuka kwake ameprove kwamba kila kitu ambacho ametupa kiko sawa. Utashinda hiyo dhambi for sure. Kwa hivyo kama uko ndani ya Yesu Kristo, tudhibitishie, tuhakikishie kwa kufanya nini? Kwa kushinda hizo dhambi zako. Kwa hivyo pigana na hiyo dhambi yako. Pigana na hiyo tamaa unayopigana nayo. Iwe ni ndogo aje, iwe ni kubwa aje. Yote ilimweka Yesu msalabani, yote alikufa kwa ajili yako na akafufuka. Hata iwe ni wizi tu, wizi kidogo kidogo, wizi wa vitu vidogo vidogo, kutusitusi watu, kudharau watu, wivu, masengenyo, kudharau watu. Hata iwe ni ndogo aje, ushaishinda ndani ya Yesu. Tudhibitishie kwamba umeokoka kwa kufanya nini? Kushinda hiyo dhambi. Usiposhinda hiyo dhambi unatuonyesha kitu moja, hauko ndani ya Yesu. Kwa sababu kama uko ndani ya Yesu Kristo utafanya nini? Utashinda. That is what Paul says. Sin will not have any dominion over you. It will not. If you are in Christ Jesus, it will not. There is no way. It is not possible. That is the good news. Si kumaanisha Mkristo atendi dhambi.
Si kumaanisha Mkristo hana dhambi, lakini Mkristo haendelei katika dhambi. Mkristo hazidi katika dhambi. Mkristo hakui katika dhambi. Mkristo haozei pale, hanuki pale, anashinda. Mkristo dhambi haikui mazoea kwake, anaishinda. Kazi ya dhambi kwa Mkristo ni kupigwa vita. Na tutazamia ile tumaini ambalo tunalo ndani ya Yesu Kristo. Naona mvua inataka kutufikia hapa. Gombe. Tutazamia ile tumaini ambayo tuko nayo. Kwa sababu kama Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zetu, hiyo ni kumaanisha hakuna hukumu ya adhabu juu. Tumeunganishwa naye. Kwa hivyo kila kitu kizuri ambacho kinamtazamia huyu Yesu ni kweli kweli. Ahadi zote ni kweli ndani ya Yesu Kristo. All the promises of God are yes in Christ Jesus. All of them. Na hizi ahadi pia hata ndio silaha ambazo tunatumia kupigana katika kipindi cha dhambi. Usikose tumaini Mkristo wewe. Mkristo hafai kufa tumaini. Mkristo hafai kufa moyo. Ukisikia umeanza kufa moyo na wewe ni Mkristo, unakumbuka wewe ni nani? Unajikumbusha wewe ni nani? You're a son of God. You're a brother of Christ Jesus. Wewe ni bibi yake, mmeunganishwa hivi, ni kitu kimoja. Ukienda mbele ya Mungu, hata uendi kama wewe, unaenda kama nani? Ni kama wewe ni nani? Muunganishwa na nani? Na Yesu. Na Yesu. Kwa hivyo ukienda mbele ya Mungu, anaona ni kama ni nani? Yesu. Ni kama ni Yesu. Ukimuitisha kitu chochote, yeye anaona kama ni nani anamuitisha? Mwana wake wa pekee ambaye alimsikiza akamtii hadi kufa. That is how real the connection is. Hadi ukienda kwenye maombi, Mungu hakuoni wewe. He sees his son. You can go to God in boldness. Unaweza enda kwa Mungu na ujasiri. Hata uko ulitenda dhambi gani, hata uko ulikuwa muovu aje, hata uko mtu unaenda hapo unasema siendi kama mimi, nimeenda kama nani? Yesu Kristo. I'm going there as a child of God in Christ Jesus. Kama unaniambia dhambi yangu, nimeunganishwa na Yesu, nishakufa kwa sababu ya hiyo dhambi. Go to God, ask him, claim any promise. Katika shida yoyote kuna ahadi tayari kwako wewe. Acha nikimbize hii mahubiri. Ndio tumalize na tunyeshe. Na ya mwisho kakaangu nitakwambia, kama wewe ni Mkristo, basi mjue ni Yesu zaidi. Mjue zaidi, na njia ya kumjua zaidi ni Biblia. Kuja Bible study, soma Bible kivyako pale nyumbani. Mjue huyu Yesu. Sababu huyu Yesu kitu moja alisema kwamba I am with you always. Niko na wewe kila wakati, all the time. In short, he's there with us, even right now. His presence is there. And in the spirit, we can feel his presence. We can know he's with us. Ndani ya roho tunaweza jua huyu Yesu yuko hapa. His presence. Mjue, usifeel tu yuko hapo na ujue mtu mwenye unafeel ako hapo ako aje. Hebu ungeimagine aje mkuwe na mtu mnasema ati ni rafiki yako na hata muongeangi, mko hapo tu mnatembea kila siku, hata umjui, haujui roho yake inakuanga aje. Utajuaje rafiki yako kama umjui? Si lazima ujue venye anakuwa.
Sijui kama na make sense. Nimesema kitu na sound ni kama in circles, but najua mnanielewa. No, this Jesus Christ. Hii ushirika ambao mko nayo kati ya wewe na yeye, you will only get to feel the benefits and know the benefits really well if you do what? You know it. Ile zaidi ambayo unazidi kumjua Yesu Kristo, ndio ambayo ushirika wenu unazidi kuwa even deeper. Even deeper. Ndio unaweza kupata ujasiri, ndio hata pale tukupata spiriti ndio kwa mhubiri. Unaanza kuwa mhubiri aje hata wewe mwenyewe unashangaa. Ni ushirika kati ya wewe na Yesu Kristo. Ndio kwa mabest friend. Unazidi kumjua yani hadi unaanza kukua kitu ambacho haukuwa kitambo. Na si kwa sababu ya kitu chochote, ni kwa sababu ya rafiki yako. Umejua rafiki yako ni mtu ambaye unaweza tegemea. Unajua rafiki yako ni mtu ambaye unaweza mtegemea katika hali yoyote. Unajipata hata mashida zikikupata za kimaisha. Ninasoma hapa hadithi za watu Wakristo wa kale wengi sana. Kama huyu ambaye nilikuwa napenda sana kuambia story yake, Hudson Taylor. Nimesoma story za Hudson Taylor. Afrika naona Ukristo maisha machangamoto lazima zitakute. Hudson Taylor alifika mahali ameenda kueneza injili pale China. Kwa sababu alipozidi kumjua Yesu, alipozidi kumjua rafiki yake, alijua roho ya Yesu ni ya kutamani watu ambao wamepotea wafanye nini? Waokolewe. Kwa hivyo akajipata katika kukua na hii uhusiano na rafiki yake, hata yeye akapata tamaa kutoka nchi yake kwenda kufanya nini? Kueneza injili pale China, mahali ambapo hakuna watu wanaeneza injili pale. Alifika mahali ambapo yani inakuwa ni kama mzigo mzito kwenye roho yake. Umetoka wapi? Ni huyo Yesu. Anaenda pale hata hana pesa. Hata hajui venye atatoa pesa pale. Lakini ana uhusiano so close na huyo Yesu Kristo. Yeye anasema I have a friend. I know who is going to provide. Yani yeye anasema naenda China pale na ninaenda hapo, pesa nitatoa wapi? Rafiki yangu ndio ako na duka. Anasema hakuna kitu ni ngumu sana kwa huyo rafiki yangu. Amekuwa na uhusiano so deep with Christ Jesus that he is ready to risk everything. Yani mtu akimwangalia anamwambia Hudson ake wewe ni fala sana. Anasema wewe hujui Yesu wewe. Wewe hujui Yesu. Anakwambia wewe ndio hujui Yesu wewe. Ako tayari kufanya mambo ya ujasiri. Kwa sababu gani? Sababu Hudson ni mtu jasiri. Sababu Hudson ni mtu jasiri. Hadi sababu Hudson anakwanga mtu hivi. La hasha, muulize Hudson. Hudson anakuambia I have Jesus. My Lord is with me. Anauliza pesa itatoka wapi? My Lord will provide. Na shida zinapompata, sababu shida zilimpata pale, alipoteza watoto kama watatu. Watoto watatu walikufa pale akiwa China. Na baada ya muda pia mke wake akafa. Akamzika pale. Akarudisha watoto wengine pale kazini, pale the home ground, England. Lakini katika hata hiyo nyakati, aliacha kumjua kwamba huyu Yesu yuko pamoja naye. Hata katika hiyo sorrow, hata wakati roho yake inauma zaidi, hata ndio communion yake na Yesu inakuwa deeper. Huyo ndo anakuja kufanya nini? Kumcomfort. It is Jesus Christ who comforts Hudson. Hiyo ndio ina kanisa nataka hapa Katanga. That is the type of church we are aiming for here. Hiyo ndio lengo tunajenga hapa kwa kanisa. Tunataka watu ambao wako na ushirikiano so deep, so real with Jesus Christ. Akikuja hapa kutupea ushuhuda, tunasema sifiwe Bwana. Unaona vile nawapenda stories za Hudson. Naona watu wanaanza kutabasamu. I want Hudsons here.
That is not for you, just Hudson only. Sitaki stories za Hudson pekee. Nataka Joseph. Iko inajulikana Joseph pia. Joseph anatuambia kuhusu ushirika wake na Yesu. I want you to tell me your story about you and Jesus Christ. I want you to tell me your story. How you trusted him, how he led you, how he walked with you, how he comforted you. I want you to tell me your testimony. Nisikuja hapa kila siku naambiwa story za Hudson. Nataka niinvitiwe Nairobi. Niende pale niseme nataka niwaambie story ya mama anaitwa Mama Tina. I want to encourage them with your story. You tell me about your story with Jesus Christ. You tell me about your story with your friend. That's what I want. So nikikwambia enda usome Biblia, enda uombe, enda utafute huyu Yesu, I mean it. I want you to bless me. I want to bless me. I want you to bless me with your story with Jesus Christ. Kama tumeshirikiana na yeye, kama tumeunganishwa na yeye kwa njia hii, basi there is nothing that can separate us. Alex mwenyewe ametusomea hapa, kuna kitu kitakuunganisha. Count on him, situation yoyote hiyo. Amen? Amen. Amen? Amen. Kama kawaida nitafunga kwa wale ambao si wa Kristo. Kama kawaida tunaongea pia na wewe pia. Kulingana na Biblia huwa tunakuita mwenye dhambi. Whether you know it or not. Unasema unajua vile nilikuwa nakwambia msimamo wa dunia. Hiyo ni msimamo ya dunia, hiyo si msimamo ya Biblia. Msimamo ya dunia anasema huyu jamaa anakuanga na roho safi, anasaidianga watu. Haya, sawa sawa. Hiyo ni msimamo ya dunia. Lakini nikikuja kwa Biblia, kama hayuko ndani ya Yesu, ninamuita aje? Ninamuita aje? Mwenye dhambi. Full stop. Oh, anasaidianga watu, anatoanga pesa, anamwamini Yesu, ameunganishwa na Yesu. Hapana. Huyo ni nani? Mwenye dhambi. Ukisikia nikisema hapa kitu yote ambayo ni mtu mwenye ninamuita mwenye dhambi, the sinner, I am talking to you who has not believed in Jesus Christ. Yule mwenye ameamini Yesu Kristo ni mwenye dhambi aliyesulubishwa pamoja na nani? Na Yesu. Sisi si wenye dhambi. Sisi ni wenye dhambi ambao tumefanya nini? Tumeokolewa. Kwa hivyo wewe ni bado tu ni nini? Wewe ni mwenye dhambi plain. Uko ndani ya adhabu. Una asili ya adhabu peke yake. Ujue hata wewe kakaangu una ushirika katika hiyo asili yako ya adhabu. Na kulingana na Biblia nitakwambia tunashirika na nani. Inasemekana hii hali yetu ya Adamu inaongozwa na tamaa za kimwili na kiroho. Tamaa za kimwili na kiroho. Au ni kweli na kimia. Kimwili na kimia. Tamaa za kimwili, kile ulevi, uzinzi, mambo kama haya. Mwingine anasema wewe hafanyi hivyo, lakini tamaa za kimia, je, wivu, ugomvi, je, ako nayo au la? Biblia inaniambia kila mtu wako hivyo. Hata kama anaonekana muungwana aje, wanasema hatujaiona muungwana kama huyo. Biblia inakuja na ananiambia pia ni nani? Mwenye dhambi. Anaongozwa na tamaa za kimwili na tamaa za kinia. Prove the Bible wrong if you want.
But that is the Bible viewpoint. Ukiamua kukuja kwa Biblia, hiyo ndio viewpoint ya Biblia. Ukiamua utaki Biblia, unataka hekima yako, baki na hekima yako. Wachana na Biblia. Lakini usikuje hapa uanze kusema mtu ni Mkristo na amini Yesu Kristo. Usikuja hapa kuniambia mtu atamuona Bwana na hajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hiyo ni kumaanisha yeye ni mwenye dhambi, lazima ajitetee kwa hizo dhambi zake zote. Lazima ajisimamie mbele ya Bwana. Na katika hii hali inasemekana tunaongozwa na mapepo na shetani. Shetani na mapepo zake ndio wanatawala huu ulimwengu. Ndio maana ulimwengu uko jinsi ulivyo. Ndio maana ukatili unaenea. Ndio maana kuna uongo, ufisadi kutoka juu hadi chini. Zile madhambi za zinaa ambazo zinaendelea zinaweza kukushtua. Madawa ya kulevya kila mahali, ukatili, ugomvi hadi katika mafamilia, wivu, uchawi, kila mahali, katika biashara, katika mambo madogo. Na watu wanazidi kuoza na kuozeana. Sababu gani? Wanacheza gitaa ya haya mapepo na huyu shetani wanaotawala huu ulimwengu, na wanavuta watu kutumia hizo tamaa. Unaushirika na shetani. Sawa. Ndio maana Yesu anawaambia wale Wafarisayo, anawaambia, mnajiita watoto wa Abrahamu. Nyinyi si watoto wa Abrahamu, nyinyi ni watoto wa nani? Wa Ibilisi. Kwa sababu gani? Ninajuaje nyinyi watoto wa Ibilisi? Mnafanya mambo yake. Mngekuwa watoto wa Abrahamu, mngefanya mambo ya Abrahamu alikuwa. Lakini nyinyi ninajua kwa matendo yenu. Mnafanya ile mambo baba yenu alifanya. Alikuwa muuaji, nyinyi ni wauaji. Anakuanga mtu wa kupanga njama, nyinyi ni watu wa kupanga njama. Anakuanga muongo na baba wa uongo, na nyinyi pia ni waongo. Nyinyi ni watoto wake. Mko na ushirika na baba yenu shetani. You are children of the devil. Kwa hivyo mwenye dhambi uliye hapa, ujue wewe ni mtoto wa nani? Kulingana na Biblia, wewe ni mtoto wa nani? Mtoto wa shetani. Una ushirika na shetani. Yeye ndiye anayekuongoza. Na huyu shetani mwisho wake ni moto wa milele. Yesu anapoongea kuhusu moto wa milele, anaongea akisema ile moto ambayo imetayarishiwa nani? Shetani na malaika zake. Kuna moto imetayarishiwa specifically for shetani na nani? Malaika zake. Hata hebu imagine kutakuwa na binadamu pale ndani. Wale binadamu ambao wanashirikiana na shetani. Can you imagine mtakuwa hapo ndani na yeye? Moto imetayarishiwa mighty beings as angels. Do you know how mighty the angels are? Do you know how mighty Satan is? Can you imagine nini lazima itayarishwe ili shetani ateseke? Can you imagine the form of torture inatayarishiwa for a mighty being like Satan to be tortured inside the world? Sijui kama mnanielewa. Alafu binadamu wajipate huko ndani. Vitu hafifu kama sisi. Unashirikiana na yeye. Na unaenda kucheza kwa moto wake. Unajua moto wake ni mbaya. Kakangu achana kushirikiana na shetani. Tazama kazi Yesu aliyokufanyia. Tazama kazi Yesu aliyokufanyia kwa ajili ya dhambi zako. Usikubali kupotea pamoja na huyo muovu. Sababu yeye anajua anapoenda. Yeye anajua hukumu yake. Alimwambia Yesu mwenyewe, umekuja kutuhukumu kabla wakati yetu ifike. Wanajua wakati wao imekuja. Wanajua wakati wao imefika. Na hiyo msalaba imewahakikishia kwamba hiyo kitu itafanyika. Kakangu usipotee na shetani. Dadangu usipotee na shetani. Usipotee na shetani. Mwamini Yesu. Kubali dhambi zako.
kubali uovu wako. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Hakuna yeyote ambaye anakuja ambaye anachukuliwa mbaya. Njoo. Anakuita njoo. Amekufa kwa ajili ya hiyo dhambi ili wewe usipate kufa. Njoo shirikiana na Yesu. Njoo kuwa mmoja na Yesu. Come unite with Jesus Christ. Come be one with him. Come rule with him. Amen. Amen. Simama tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuja mbele yako asubuhi ya leo, tunasema ni asante Mungu wangu kwa sababu ya yale maneno ambayo tumepata kuhubiriwa hapa, na naomba Mungu wangu kwamba umefanya kazi yako hapa katika mahubiri haya, na kwamba umetumia maneno yako Mungu Baba kuzungumza na wale waliomo ndani yako ili kuwajulisha ule utukufu wa wokovu wao na kuwajenga Mungu Baba ili wazidi Mungu Baba kukua katika ushirika wao na Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Na Mungu Baba, wote ambao hawajaokoka, wenye dhambi wote walio miongoni mwetu Mungu Baba, tunaomba Mungu Baba kwamba utawafunua mioyo yao, waache kushirikiana na yule muovu Mungu Baba, ili wapate kuja kwako wewe. Mungu Baba, umesema hakuna ajaye ambaye hujamvuta. Wavute hapa siku ya leo Mungu Baba kwa kutumia neno lako. Tunajua Mungu Baba, tunapohubiri neno lako kwamba ule mgawanyiko unafanyika Mungu Baba, na ufanyike hapa leo ili wote waliosikia hili neno wakuje kwako Mungu wangu kulingana na mapenzi yako. Na kushukuru na nakushukuru. Naomba haya yote kwa jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.